Kwanza niseme mimi naitwa Richard Shedra Kilimo, ni mwenyekiti wa chama cha Tanzania Labour Party TLP. Ni kweli kwamba inawezekana chama chetu kilipungua nguvu kwa sababu uongozi pia ulikuwa, mwenyekiti wetu alikushakuwa mzee. Kwa hivyo movement zake zisingeweza kufanana na sisi ambao tuna damu changa bado. Kwa hivyo kwa sasa ni kwamba baada ya kufanya uchaguzi nimewarudisha wanachama wetu ambao walikuwa hawapo, walikata tamaa, na nikaingiza wanachama wengine wapya katika mikoa. Hilo zoezi linaendelea, lakini pia kazi ya kwanza kwa ajili ya kujiandaa na uchaguzi mkuu ilikuwa ni kuhakikisha kwamba tunapata viongozi wa maeneo husika kama kata, jimbo, wilaya na mkoa. Zoezi ambalo tunaendelea nalo mpaka sasa hivi. Hii ikimaanisha kwamba hawa ndio watakao wapitisha wagombea udiwani au viongozi, hawa ndio watakao wapitisha wagombea ubunge, na vikao vya juu vitapitisha mgombea urais. Kwa hivyo cha kwanza kabisa ni kutengeneza system kuanzia huko chini ambayo itasaidia kuwapata hao wagombea tutakao washirikisha kwenye uchaguzi mkuu ujao. Kwa hilo zoezi linaendelea na tunaamini kwamba muda unatutosha kutokana na spidi zetu. Itakapofika wakati tutawaambia tu tumepata wangapi, tuna wangapi tumekosa, basi ndio hivyo. Lakini tunaamini kwamba wagombea bado wanaendelea kutafutwa, na tuna bahati kwamba kwa spidi tulionao sasa wengi wamejitokeza kugombea katika chama chetu. Nchi ya Tanzania ni miongoni mwa nchi ambayo ina mikoa mingi. Vipi nyinyi mmefanikiwa kuzunguka mikoa yote kuendelea kutoa hamasa kwa ajili ya kuhamasisha wananchi kuelekea kuhusiana na chama chenu? TLP kwa ujumla wake ni chama ambacho kilikuwa kimeenea nchi nzima. Kazi kubwa ilikuwa ifanyike ni kuwashtua tu kwamba wajue chama chao kimerudi barabarani. Kwa hiyo tuna mikoa mingi sana, kama sio michache sana ambayo imebaki, ambayo bado uongozi hatujauweka vizuri, lakini TLP iko karibu mikoa yote ya Tanzania. Si chama ambacho tena unakwenda kujenga. Tulikuwa na matatizo kwamba baada ya sintofahamu za kiuongozi walikata tamaa wengi. Kwa sasa hivi wamerudi baada ya kuambia kwamba uongozi mpya na kazi mpya. Tunaenda vizuri. Kwenye upande wa uongozi kama upande wa madiwani, wa bunge, vipi una uhakika kwamba mtaweza kutoboa kweli, mtapata viongozi kama hawa? Tunao wengi. Kuna sehemu ambazo wameshaanza kupatikana na hatuoni sababu ya kutokupata wagombea kwa sababu tayari tuna viongozi. Tunachofanya sasa hivi tu ni kutafuta vitendea kazi ambavyo vitawasaidia huko wanakogombea. Kwa hiyo kuhusu wagombea, sisi tuna uhakika kabisa tutapata wagombea wazuri na ambao wanaweza kupeperusha bendera ya chama chetu huko mikoani. Na hicho ndio maana ya chama cha siasa. Kama unaweza kuwa na chama cha siasa ambacho hakina uhakika wa kupata wagombea, maana yake ni kwamba hiyo ni hatari nyingine kubwa kwa chama hicho. Tunachopambana sisi ni kuhakikisha kwamba tunashinda zoezi la kuweka wagombea. Aidha tunaweza tusiweke wote, lakini tukapata asilimia kubwa ambayo inakitangaza chama. Mpaka sasa hivi tunafahamu kwamba ni mwaka ambao ni wa uchaguzi mkuu. Vipi, labda mna mipango yote, mikakati katika chama chenu ambao mmeiweka wenyewe kwamba mnasema kwamba hii ndio mipango ambayo tumeiweka katika mwaka huu, tufanye vitu hivi, iwe hivi na hivi. Mna mpango gani mikakati katika mwaka huu kwenye chama chenu? Mpango wa kwanza ni kuhakikisha kwamba chama chetu kinapata mgombea urais ambaye ni makini, ambaye atapeperusha bendera ya chama chetu. Lakini swala lingine ambalo linaungana hapo ni kwamba mpango mwingine ni kuhakikisha kwamba chama chetu hakitafanya ushirikiano na chama kingine, kwa sababu kufanya hivyo ni kuendelea kudumaza chama. Kwa hiyo hata kwa wanachama wangu wanaonisikiliza wanatakiwa waelewe hivyo kwamba msimu huu wa uchaguzi hatuna mahusiano na mtu, tunapambana kwanza kivyetu, chama kikishasimama tutapanga vinginevyo. Kwa hiyo mipango ambayo tunayo ni hiyo kwamba tutasimama wenyewe na kuhakikisha kwamba sera za chama zinatangazwa katika majimbo na wilaya zote, kwa maana ya kuwafanya wananchi waweze kuelewa nini chama cha TLP kinasimamia. Tuna mipango ya kuhakikisha kwamba wagombea wazuri, sio wagombea tu, competent wagombea ambao
watashiriki katika kukiuza chama na aidha kukipatia mafanikio. Na ndio maana tunaweka uongozi sehemu nyingi, kwa sababu pia wale wagombea waamini kwamba wakigombea TLP watashinda, na mimi nawahakikishia kwamba wasiwe na wasiwasi. TLP iko pamoja nao, wagombee wengi, sisi tutashirikiana nao na tutashinda. Umesema hamhitaji kushirikiana chama chochote kile, mnajikubali wenyewe na mnajiamini wenyewe mnaweza. Vipi kikatokea chama chochote labda kile kinataka labda kwa support, vipi mtakuwa tayari? Sasa kwa chama cha siasa kutusupport hakiwezi kutokea, kwa sababu vyama vyote vinatafuta support. Ila kama ni chama kinataka kuungana na sisi, hiyo sisi tumesema msimu huu hakuna. Na kuhusu kupata support kutoka chama, vyote vimechoka. Hakuna chama ambacho kinaweza kusema kinatafuta support, kinatupa support. Watakachofanya wao ni kututafuta sisi support. Yaani sisi tuwaunge mkono, tukifanya chama chao kiwe kikubwa, cha kwetu kiendelee kufa. Sasa hiyo sisi hatutatoa support kwa chama kingine chochote. Tunapambana kivyetu na wanaopambana. Kwa sababu kwanza hatujui, kama hatujaona muda mrefu muungano ambao umedumu au umeonyesha ushirikiano wa kutosha. Ni kuviziana tu. Niliona Ukawa watu waliviziana mpaka wengine wamepoteza maisha. Sasa alioungwa mkono ndio ameendelea kufaidika, kwa sababu amechukua ruzuku yote, lakini hakutenda haki. Pia huko kwenye majimbo unakuta mlikubaliana jimbo hili mwachiane mtu, unakuta mnakwenda kuweka wagombea. Kwa hiyo mimi mambo ya ujanja kwenye chama changu kwa sasa siwezi kuingiza. Kama wao wanataka, nimeshasema tena kwamba chama chochote kiwe kikubwa kiwe kidogo, na mimi naamini hakuna chama kidogo, wakitaka kuungana na sisi watuunge sisi mkono, tutakubaliana nao kwamba sisi ndio tuweke mgombea urais, tutakubaliana nao watuunge mkono. Ila mambo mengine hapana. Hapana, sisi hatuhitaji kitu kingine. Okay, tuachane na hilo. Tuje kwenye upande wa uongozi wa uchaguzi mkuu ambao utafanyika mwezi wa 10. Vipi hapa sasa, hebu Watanzania wanakusikiliza, unawaambia nini kuelekea uchaguzi mkuu? Mmejipangaje na mnaamini kwamba mtapata kweli ushindi huu? Sisi tumejipanga kushiriki uchaguzi huo, na tunaamini kwamba tutafanikiwa, kwa sababu tunachoomba tu ni wale wasimamizi wa tume huru ya uchaguzi watende haki. Kuhusu tume yenyewe sina wasiwasi nayo. Wasiwasi wangu mimi ni wale watendaji kutenda haki, na waomba watende haki, kwa sababu safari hii TLP imejipanga kufanya siasa. Kwa hiyo nawaambia Watanzania wasiwe na wasiwasi. Kauli zile za kusema tunaibiwa tunafanyaje, zinawafanya wapiga kura wetu wanaogopa, wanashindwa kupiga kura, kwa sababu wanaamini kwamba tukipiga kura wataibiwa tu. Sisi TLP hatuamini katika hilo. Pigeni kura zetu mtazilinda, na sisi tutapata ushindi mwisho wa uchaguzi huo. Neno la mwisho labda kwa Watanzania ambao wanakuangalia, wanachama wenzako ambao wanakuangalia sasa hivi, neno gani la mwisho la kuambia wananchi mpaka sasa hivi? Mimi nataka niwaambie wananchi, na hii inatoka moyoni kabisa, tujihadhari na vyama au viongozi ambao wanatafuta madaraka, wako tayari kwa njia yoyote hata kumwaga damu ili waweze kupata madaraka. Madaraka haya tunayotafuta yanatakiwa yalinde amani, demokrasia tulionayo, na yahakikishe kwamba yanaujenga uchumi. Na mnaweza kudanganywa na watu kwa maneno yao mengi ya kisiasa, lakini lengo sio kumlenga mwananchi. Lengo ni kutafuta utawala, njia fupi ya kutafuta utawala. Sasa ikibidi kuna vyama vinataka vitumie wananchi kwa ajili ya kutafuta utawala au kushinda uchaguzi, waepuke sana swala hilo. Kwa sababu kuna vyama vimeshaanza kusema sisi tutawaambia watu wagome, tutawaambia watu wafanye, yani ni kutengeneza burugu baina ya serikali na vyama vya siasa, ambao wataumia zaidi Watanzania wenyewe kwa manufaa ambayo wao hawatayaona. Wanatafuta wao wawe viongozi. Kwa hivyo mimi nasema kazi kubwa tunayotakiwa kufanya ni kuhakikisha tunalinda amani na demokrasia nzuri ya nchi ambayo tumeirisi kutoka huko nyuma. Sio viongozi
tuanze kuwaingiza wananchi kwenye mapambano. Tumeona hapo Kenya wamevunja mpaka na bunge, wamevunja, wameiba vifaa vya bunge, wameiba, kufanya burugu, tia umaskini. At last wamepata nini? Nchi imekuwa maskini. Rais ana kazi sasa ya kufanya reform, kuitengeneza nchi upya, wakati zile hela zingetumika kwenye maeneo mengine. Sisi hatutaki kwenda huko. Tunataka tukimaliza uchaguzi tuliyempa kazi akafanye kazi, kwa sababu atakuwa hajaumia au hajawaumiza wa Tanzania. Naam, huu ni mwenyekiti wa chama cha Tanzania Labour Party. Ameweza kuingia mambo haya huko akisisitiza sana amani na upendo kuelekea uchaguzi mkuu. Hao ndio maneno ambayo ameweza kuyaongea, lakini pia amesema kwamba wamejipanga kuelekea uchaguzi mkuu, kila kitu kitakuwa sawa kabisa, lakini pia wanaamini kwamba watapata viongozi katika ngazi ya udiwani, wabunge, wanaamini kwamba watapata viongozi wote hao, lakini pia wanakuambia wameendelea kuweka hamasa katika mitaa yote, mikoa yote, kote wamepita, wanaamini kuwa watapata uongozi. Nikumbushe tu kwamba hii ni Sam Media, endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ili muda wote endelee kufikiwa na habari zetu. Shukrani.